Hizi za 8-8 kwa kuhusisha wadau mbalimbali walioainishwa katika makundi 15 na kutoa fursa kubwa kwa wakulima, wafugaji, wavuvi na kupata elimu, ujuzi na maarifa na teknolojia za kisasa za uzalishaji wa mazao na bidhaa zinazotokana na sekta za kilimo, mifugo na uvuvi. Kilichobaki ni namna elimu na ujuzi huo unavyopelekwa na kwa vitendo katika maeneo ya vijiji vyetu ili uwe na tija zaidi na hatimaye kuchangia katika kufikia uchumi wa viwanda, kama ambavyo kauli mbiu ya maonesho ya mwaka huu inavyosema: kwa maendeleo ya kilimo, mifugo na uvuvi, chagua viongozi bora, mwaka huu wa 2020. Na ndugu zangu wananchi, lazima nirudie kusema tena katika eneo hili kuwa nchi yetu imeshafika katika uchumi wa kati, na sisi sote kwa pamoja kupitia kauli mbiu hii ya kuchagua viongozi walio bora wenye lengo la kuhakikisha kwamba maendeleo ya kilimo na mifugo na uvuvi, basi tusirudi nyuma. Sisi sote tunawajua viongozi bora, tunajua jitihada kubwa zilizofanyika Arusha ya leo, Manyara ya leo na Kilimanjaro ya leo, sio ile ya miaka michache iliyopita. Jitihada kubwa zimefanywa na serikali. Tunayo mifano ya wazi ya jitihada zilizofanywa katika kusukuma sekta hizi za mifugo, katika kusukuma sekta hizi za kilimo, katika kusukuma sekta hii ya uvuvi, na tusiruhusu kabisa kurudi nyuma. Ndugu zangu, leo wakati napita katika mabanda, nimeshuhudia wakulima wadogo wakiniagiza na kunitaka kwenye banda la halmashauri ya Moshi. Mkulima wa mboga ananiambia nifikishie salamu za pongezi kwa Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Sisi wakulima wadogo wa mboga na matunda wa ukanda huu wa kaskazini, kwanza tunamshukuru sana kwa ufufuaji wa reli katika ukanda huu wa kaskazini. Maneno haya ameyasema mkulima, na nilikuwa namtafuta hapa nimuone, lakini kwa bahati mbaya sana yuko yule kule nyuma. Njoo bwana, wasije wakasema ninaanzisha mimi mwenyewe haya maneno. Ameyasema mkulima huyu. Karibu bwana, karibu hapa kabisa, wala usiogope. Tena amevaa na kubazi zake kabisa, wasije wakasema nimemwandaa. Mkulima huyu ameniagiza akinieleza kwamba, na hii ndio faida ya maonesho ya 8-8, ananiambia wao wakulima wa mboga wa ukanda huu wa kaskazini ya nchi yetu, Arusha, Kilimanjaro na Manyara, wanazo pongezi nyingi sana kwa Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli kwa kufufua reli ya Arusha Moshi Tanga. Si ndivyo hivyo bwana? Na ameniatuma mkulima huyu ya kwamba nifikishe salamu kwa Mheshimiwa Rais. Wao wakulima wa mboga zinazokwenda Dar es Salaam ambako ndio soko kubwa lilipo, wanamuomba Mheshimiwa Rais ahakikishe ya kwamba reli ile, treni ile iwe na behewa la kubeba mboga, behewa la kubeba matunda, yatoke Kilimanjaro matunda hayo, mboga hizo zitoke Manyara na Arusha, zitoke Tanga mpaka Dar es Salaam kule sokoni. Haya ndiyo maneno ya mkulima huyu. Kweli si kweli bwana? Kweli mkuu. Nataka nikuhakikishieni wakulima wote, mkulima huyu amesema kwa niaba yenu na ametoa pongezi kwa niaba ya wakulima wote wa ukanda huu, na mimi kwa niaba ya viongozi wenzangu nitafikisha salamu hizi kwa Mheshimiwa Rais wetu. Lakini kama haitoshi, nitazungumza na Waziri wa Uchukuzi, Mheshimiwa Waziri Alois Kamwembe, na kumwambia umuhimu wa kuhakikisha ya kwamba
reli yetu ya Kilimanjaro Arusha inakuwa na behewa litakalobeba malighafi hizi na biashara hizi za wakulima wa matunda na mboga mboga wa ukanda huu wa kaskazini. Ndugu yangu, nakupa fursa ya sekunde moja tu urejee maneno hayo tu, ili waandishi wa habari wapate fursa ya kupata ushuhuda wa mapenzi makubwa na mwitikio wenu na namna ambavyo reli hii mmeifurahia na mnataka nini Mheshimiwa Rais afanye kwa ajili ya kuhakikisha mnazalisha zaidi, kufanya kazi ya uzalishaji. Na ndio maana nikasema kwa maendeleo ya kilimo, mifugo na uvuvi tumchague tena Daktari John Pombe Joseph Magufuli mwaka ule wa 2020 utakapofika muda, au sivyo jamani? Magufuli hoye! Hatusemi tunafanya kampeni, lakini hatuwezi kurudi nyuma, tunataka twende mbele. Sasa nakupa dakika moja tu ya kusema vizuri juu ya hili jambo la reli. Karibu. Sogea hapa bwana. Mbona unasogea mbali huko? Sema. Mheshimiwa Naibu Waziri, tunaomba pia tukuhakikishie sisi wakulima wa ukanda huu kura zote tutampa Mheshimiwa Rais. Kwa sambamba na hilo, sikutegemea utanisimamisha hapa, sina uzoefu sana wa kuongea. Mimi ni mkulima. Tunaomba ufikishe salamu hizi za kwetu na shukrani zaidi, tukimwombea Mwenyezi Mungu ampe afya, ila ni kuombe ufanye ukombozi mkubwa. Tunataka watu wa mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro na hususan Dodoma wanenepe. Mfano, parachichi moja Moshi tunampa ng'ombe, ndizi tunalisha ng'ombe, wakati treni zipo, wakati bei ya vyakula kwa Dar es Salaam ni kubwa. Kwa kupitia reli watu wa majiji makubwa kama Dar es Salaam watakula, watu wa Dodoma watanenepa, na sisi wakulima tutanenepa. Naomba upeleke hilo. Asante. Asante sana. Asante sana na kushukuru sana kwa kutoa ushuhuda huo. Kwa hivyo ndugu zangu wananchi, ni dhahiri kuwa tukichagua viongozi bora tarehe 28 Oktoba mwaka huu, watatusaidia katika kuleta mapinduzi kwenye kilimo, mifugo na uvuvi, na kuisaidia nchi kuwa na utoshelevu wa chakula na kupata malighafi ya kutosha kwa ajili ya viwanda vyetu vya ndani. Viwanda hivi vitatoa ajira kwa vijana wetu, tutavutia wawekezaji kuwekeza katika viwanda katika mikoa hii ya kanda hii ya kaskazini, ambapo watakuwa na uhakika wa kupata malighafi bora za kilimo, mifugo na uvuvi kwa ajili ya viwanda vyao. Itapendeza kuona kanda hii inakuwa na viwanda vya kutosha kusindika unga wa mahindi na ngano, kusindika nyama, maziwa, ngozi na uchakataji wa mazao ya samaki, kwa sababu malighafi zipo. Nataka nitolee mfano, na hii waheshimiwa wakuu wa mikoa ya Arusha, Manyara na Kilimanjaro na viongozi wote pamoja na wananchi, tunao wajibu mkubwa wa kulinda viwanda. Katika mwaka hii mitano, serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Daktari John Pombe Joseph Magufuli imeanzisha viwanda kadhaa vya uchakataji wa mazao ya mifugo, kilimo na uvuvi katika eneo hili la kanda ya kaskazini. Naomba niwatolee ushuhuda wa viwanda vifuatavyo. Hapa Arusha tuna kiwanda kikubwa cha uchakataji wa nyama pale Namanga katika wilaya ya Longido, kinachoitwa Elia Foods. Kiwanda kile kitakuwa na uwezo wa kuchakata ng'ombe zaidi ya 500 kwa siku moja. Badala ya kupeleka katika nchi jirani, ng'ombe wetu watakuwa wanachakatwa katika kiwanda kile pale kilichopo katika eneo la Namanga. Ule ni uwekezaji uliofanywa baada ya kuridhika na mwenendo mzuri wa serikali yetu inayoongozwa na Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Hapa Arusha jiji, wafugaji wa hapa wa ng'ombe wa maziwa, na nawapongezeni sana viongozi wa Arusha na Moshi pia na Manyara, baadhi ya maeneo mengine katika manispaa na majiji, panapokuwa pamekuwa mjini kama hivi mlivyonyia hapa mjini, wanaanza kuwasukuma na kuwafukuza wafugaji wa ng'ombe wale hata wa zero grazing, wale wanaofugia ndani, na kuambia kwamba maeneo haya haruhusiwi kufuga sasa. Lakini ninyi wa hapa Arusha na Moshi mmekuwa ni mfano wa kuigwa.
Leo nimekagua mabanda. Moja ya banda ambalo nimelikagua ni la mama mmoja, na kama yuko hapa na yeye pia vile vile ningelimwomba aje hapa aseme vizuri, atoe ushuhuda. Nimefurahi sana kumuona yule mama anasema ya kwamba upatikanaji wa kiwanda cha maziwa cha Kilimanjaro, kiwanda kipya kilichojengwa katika awamu hii ya 5, imewasaidia wafugaji wa ng'ombe wa maziwa wa eneo hili la Arusha na Moshi na hata Manyara. Kiwanda hiki cha Kilimanjaro kinanunua maziwa ya wafugaji kutoka katika maeneo haya na kinatengeneza maziwa mazuri, na hata mtindi wake ni mzuri. Wanatengeneza yogurt tamu sana. Hatutatarajia kuona kwamba tunarudi nyuma. Jitihada zote hizi zilizofanyika tungetamani kuona zinakwenda mbele. Jana nimepita Kilimanjaro, ndugu wananchi, Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli amepeleka pesa taslimu bilioni 69 kwenda kuanzishwa kiwanda cha uchakataji wa ngozi na kuzalisha bidhaa mbalimbali za ngozi katika gereza letu la Karanga pale Moshi. Nani kama Magufuli? Kiwanda kile kitakuwa na uwezo wa kuzalisha jozi za viatu zisizopungua kwa mwaka mmoja 1,500,000 kwa kuanzia. Lakini wameniambia hizo 1,500,000 zitaanza kuzalishwa utakapofika mwezi wa 10 mwaka huu. Mpaka mwakani watakapokuwa wamefika kwenye kiwango cha juu cha uzalishaji wao, watazidi kiwango hiko. Ukichukua na viwanda vingine vya wazalishaji wadogo wadogo, ikiwa ni pamoja na kile kiwanda kinachotengenezwa kule Morogoro cha Ase Leather, tutakuwa na uwezo wa kuzalisha pea za viatu zisizopungua 2,700 mpaka 3,000 mpaka 5,000 zitafika kutoka kwa wazalishaji wetu wa ndani. Na hapa nataka nitoe agizo kwa viongozi wa mikoa hii ya Manyara, Arusha na Kilimanjaro, hasa hawa waliosifiwa leo hapa na mkuu wa mkoa wa Arusha, makatibu tawala. Kwa kuwa kiwanda cha karanga kitakwenda kuwa na uwezo sasa mkubwa wa kuzalisha viatu vyote hivyo, na kwa kuwa Mheshimiwa Rais na viongozi wetu wote wamekuwa wakipigia kelele sana juu ya jambo la kututaka sisi wa Tanzania tupende na kununua vilivyo vyetu, sasa mfano uanze hapa katika kanda ya kaskazini. Kwa kuwa gereza la Karanga na kiwanda chetu kipya kilichojengwa kwa thamani kubwa ya pesa bilioni 69 zilizotolewa na Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli, na nitawaambieni kwa nini tunamsifu sana katika eneo hili. Na wataka ninyi muwe waongoza njia kwenye jambo hili. Hebu ratibuni jambo hili vyema. Hakikisheni msimu wa kuanzia Januari mwakani, watoto wetu wa mikoa hii mitatu viatu vyao, viatu vizuri vyenye ubora wa hali ya juu, vyenye kupatikana kwa bei inayowezekana, kwa bei nafuu, vinunuliwe kutoka katika gereza letu la Karanga. Tusisubiri wengine waje kutufanyia kazi hiyo. Hebu tujaribu sisi wenyewe. Watoto wa mkoa wa Arusha wanaweza kuwa ni 300,000. Ukichukua na wale wa Manyara wanaweza kuwa 300,000 pia. Ukichukua na wale wa Kilimanjaro wanaweza kuwa 400,000. Hapo tutakuwa tumepata watoto 1,000,000. Kiwanda cha karanga kimeleta mashine za kisasa kutoka Italy. Kina wabobezi waliobobea wanaosubiri kufanya kazi hii. Kiwanda cha karanga kiko tayari kuzalisha. Kwanza hivi sasa tuliratibu jambo hili, wakurugenzi wote, maafisa elimu. Tusiwalazimishe tu watu wanunue tu viatu, la, ila lazima tuwapatie viatu vilivyo bora na imara na kwa bei yenye kuwezekana.
namna ya kujenga uchumi wetu sisi wenyewe wa Tanzania, ni lazima tuamue sisi wenyewe. Tusipofanya uamuzi wa kujipendelea na kuwa na kaubinafsi fulani ndani yetu sisi wenyewe, tutaendelea kuwa sisi ni wanunuzi wa wenzetu tu, na tutaendelea kuwa wasindikizaji. Lazima tukubaliane kuhakikisha kwamba tunajipa upendeleo kwa vile tunapovizalisha sisi wenyewe. Wizara yangu ya Mifugo na Uvuvi imefanya kazi kubwa sana hapa. Ninyi wenyewe ni mashahidi. Hapa Arusha ilikuwa ni sehemu ya milango maarufu ya kuingiza nyama, ya kuingiza maziwa, ya kuingiza mayai, ya kuingiza vifaranga, ya kuingiza kila bidhaa inayoweza kupatikana ndani ya nchi yetu. Tukasema Tanzania haiwezi kuendelea kuwa shamba la bibi, tena Tanzania inayoongozwa na Jemedari Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Kwa pamoja sote tukasema jambo hili haliwezekani, na ndio maana leo tunaona uwekezaji ndani ya nchi yetu unawezekana. Watu wanapata amani ya kuchukua mitaji yao na kuja kuiwekeza ndani ya Tanzania. Watu wanapata ajira na nchi yetu inapata kipato. Shime, Watanzania wote ni lazima tupende vya kwetu, na nimetoa rai hapa na kuwataka viongozi wa mikoa hii mitatu, kwa kuwa leo mmenialika, ninyi muwe mfano wa kuigwa. 8 ya mwakani tutakaporejea tena hapa, tujiulize, je, azimio lile tulilokubaliana katika 8 ya mwaka 2020 ya kwamba mikoa hii mitatu ya kanda ya kaskazini ianze kuratibu na kununua hata viatu vya shule vya watoto wetu kutoka katika kampuni mpya kabisa iliyopewa bilioni 69 na rais wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli, je, limefanikiwa? Kikao hiki ni kikao cha kujitathmini. 8 hoye! 8 hoye! Na wajumbe wenyewe wa kutupigia kura wawe ni hawa hapa leo. Sasa ni kazi kwetu. Tukitaka tuwe wenye kushinda uchaguzi huu ni sisi, kwa maana hilo mwakani sasa. Na tukitaka wajumbe hawa watuhukumu kwa kwamba hatukufanikisha ajenda hiyo, ni nyinyi wazee. Lakini naamini kwa umahiri wenu mtaliweza jambo hili. Mambo haya yanataka kuanza. Bila ya kuanza kuthubutu, hakuna jambo litakalowezekana. Kila jambo tutakuwa tukiliona ni gumu tu. Tuchukue rai na mfano wa rais wetu. Kila jambo amethubutu, hakuna lililoshindikana. Watu walikuwa wanasema ndege haiwezekani, zimepatikana. Leo tunazungumzia kuwa na ndege sasa za kubeba mizigo, na mfano umeshaanza, na niwapongeze sana wenzetu wa TAHA, Tanzania Horticultural Association. Mmefanya kazi nzuri. Mmefanya kazi nzuri ya kuorganize wazalishaji wote wa mboga na matunda, na tayari sasa tunaona mboga na matunda zinaanza kusafirishwa kutoka katika airport zetu za Tanzania zinakwenda nje ya mipaka yetu. Ninaamini na nimemuona mtendaji mkuu wa shirika letu la ndege la ATCL, Engineer Ladislaus Matindi, akizungumzia kununua ndege, na naamini ndege ya mizigo kwa uwezo na utayari na uzalendo wa Mheshimiwa Rais Dr. Magufuli, hii nayo itapatikana, na tutakwenda kuuza mboga zetu nje ya mipaka ya nchi yetu kutokea hapa. Na ujasiri huo wa kulinda viwanda vyetu vya ndani ndio uliopelekea kushamiri kwa kampuni kama ya Happy Sausage. Hapa Arusha kuna kiwanda cha kutengeneza sausage, kinauza ndani ya Arusha na nje ya mipaka ya Arusha mpaka kule Dar es Salaam. Happy Sausage, nadhani walio wengi hapa wanakifahamu. Tungeliacha holela bila ya kuthubutu kwa makusudi kabisa, bado hata sausage ambayo kiwanda chake ni rahisi tu, ukiwa na milioni 6 leo unaweza ukaanzisha kiwanda chako cha sausage pale nyumbani. Tungelikuwa tunaendelea kuimport, tunatoa kutoka nje ndio tunauza hapa. Tuna ng'ombe zaidi ya milioni 30, lakini bado tunaagiza sausage kutoka nje. Jambo hilo Tanzania hii ya Magufuli haliwezi kuvumiliwa. Wafugaji hoye! Wakulima hoye! Wavuvi hoye!
wafanyabiashara hoye. Kwa hivyo rai yangu kwenu viongozi pia ni kuvilinda viwanda vyetu hivi. Namna ya kuvilinda ni kuvitembelea na kuvitazama kila mara juu ya changamoto mbalimbali wanazokabiliana nazo na kuzitatua. Tuvilinde tulivyo navyo ili viweze kutuhifadhi na kutustiri na kukuza uchumi wetu ambao hii leo tunazungumzia, tuna uchumi wa kati. Pia vile vile leo nimepita katika banda la Irving na nimefurahi sana kuwaona pale. Hawa ni miongoni mwa wazalishaji wakubwa wa vifaranga vya kuku katika nchi yetu. Walipewa eneo kubwa na serikali pale katika wilaya ya Siha kwa lengo la kuhakikisha kwamba hatukatikiwi na vifaranga. Kwa tabia yetu hapa Tanzania, huko wakati vifaranga huwa vinapotea kabisa, na kuna wakati vifaranga vinakuwa vingi sana wa kumuuzia hamna. Ndugu viongozi wa mkoa wa Arusha na Manyara, lakini na Kilimanjaro ambao ndio shamba lile lilipo, hakikisheni mnawaangalia hawa kwa karibu. Pia vile vile vifaranga vienee nchi nzima, na bei yake iwe ni bei inayoweza kununuliwa na wafugaji wetu wadogo wadogo. Na kwa bahati njema sana wafugaji wadogo wadogo hawa waliopo mitaani ni kina mama na vijana. Sasa ni ajabu sana kumkuta mchuuzi au muuzaji wa kule mitaani ameenda kuuza kifaranga kimoja shilingi 2,500, bei ambayo mfugaji wa kawaida mwanamama aliyoko kule mtaani haiwezi. Endeleeni kuangalia kwa karibu ili kusudi waweze kuisaidia nchi yetu kukua katika uchumi ambapo tumeshafika katika uchumi wa kati. Ndugu wananchi, rai yangu kwa mabanda yote yenye teknolojia za kilimo, mifugo na uvuvi ni kwamba waandae taarifa zao, na naamini mmefanya hivyo na tayari mmezikabidhi kwa wafugaji, wakulima na wavuvi ili waweze kuondoka nao ujumbe huo, waende nao majumbani mwao, sambamba na kuweka takwimu za mwenendo wa maonesho kwa ajili ya tathmini ya kina. Natoa wito kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa ya kanda hii kuzisimamia kwa dhati halmashauri zetu, kuhakikisha wagani wetu wanakwenda katika vijiji na kuwajengea uwezo wakulima wetu, wafugaji wetu na wavuvi ili waweze kutimiza lengo na dhamira ya kuongeza tija, thamani ya mazao na kuanzisha viwanda vidogo vidogo vitakavyochakata mazao yatokanayo na kilimo, mifugo na uvuvi, na hivyo kuzalisha ajira kwa vijana, kuongeza kipato cha mkulima mmoja mmoja na kuinua uchumi wa nchi yetu. Upande wa mamlaka za serikali za mitaa, kwa kushirikiana na wakurugenzi, kwa pamoja ninyi hakikisheni mnaweka katika mipango ya bajeti zenu namna bora ya kuwatumia maafisa ugani waliopo katika kutekeleza majukumu yao, hususan upelekaji wa teknolojia zinazopatikana kwenye taasisi za utafiti na mashirika mengine ili ziwafikie wakulima, wafugaji na wavuvi vijijini. Twendeni tukasimamie mpango wa kushindanisha wakulima, wafugaji na wavuvi kuanzia katika ngazi za vijiji ili washindi wanaopatikana huko wawezeshwe kushiriki kuongeza maarifa katika ngazi ya kanda. Ndugu wananchi, ni vyema mikoa na mamlaka za serikali za mitaa zishirikiane vyema na taasisi za utafiti pamoja na sekta binafsi katika kusambaza teknolojia za kilimo, mifugo na uvuvi ili ziweze kufika vijijini. Nimemsikia miongoni mwa waandaaji hapa katibu tawala wa mkoa wa Kilimanjaro wakati anatoa taarifa ya maandalizi akazungumzia jambo la maandalizi, lakini vile vile akaeleza namna ambavyo sekta ya uvuvi na ushiriki wake hafifu katika eneo. Nataka niwahakikishie ya kwamba rai nimeichukua na ninaamini wizara yangu katika mwaka unaofuata wa 2020-2021 eneo hili la uvuvi tutahakikisha kwamba katika viwanja hivi vya TEMI ushiriki wa sekta ya uvuvi utakuwa ni wa kiwango cha juu kabisa. Lakini vile vile niwahakikishie katika nchi hii ya Tanzania
mvuvi ama mfugaji wa kiwango cha grade A yuko hapa Arusha. Inawezekana mlio wengi hamfahamu. Yuko mfugaji hapa wa samaki aina ya sato wa kampuni inaitwa Shenzhen katika eneo la Njiro. Huyu mfugaji anatumia eneo dogo sana, anazalisha samaki tani na tani. Nataka niwahakikishie teknolojia anayoitumia, ingawa ni ghali kidogo, haipo mahala popote katika taifa letu. Yeye ni number 1. Mheshimiwa Rais nadhani anaifahamu hiyo. Ni mfugaji number 1. Kwa hivyo nataka niwahakikishie kwamba rai hiyo nimeichukua na tutaifanyia kazi, na hatimaye mwaka unaofuata teknolojia mbalimbali za ufugaji wa samaki zitaoneshwa katika viwanda vyetu hivi, viwanja vya TEMI hapa Arusha. Lakini vile vile, ndugu wananchi, niwaambie tu, leo katika pitapita yangu hapa nimefurahi sana kumwona mvuvi mmoja mzee anaitwa Mzee Faustin akitoa elimu ya uvuvi endelevu wenye kutumia zana bora unaopiga vita uvuvi haramu. Huyu ni mvuvi tu, hakutumwa na mtu yoyote, anatoa elimu ya kiwango cha juu. Ananyosha mkono, yeye mwenyewe yuko hapa. Njoo mzee kidogo nikutambue hapa bwana. Karibu Mzee Faustin. Huyu ni mvuvi kutoka Nyumba ya Mungu, wilaya ya Mwanga. Yeye ameweka banda linaloongera sana mzee wangu, na mimi nimeona nikutambue mbele ya wananchi wote hawa. Asante sana. Mzee Fabian, nimekosea jina lake, badala ya Fabian nikasema Faustin. Yamefungwa rasmi. Mungu awabariki sana na asanteni sana kwa kunisikiliza. Asanteni sana.